Crazy Rocket, now available on PMBet. Dakika 90 zimemalizika. Shike. Bana, dakika 90 zimemalizika na Mbeya City wamekula chuma 3-1. Bondoshi, poleni bwana. Asante. Yeah. Kwa nini mnanipa pole lakini? Mmepigwa na kitu kizito. Ni mchezo. Makosa ambayo tumeyafanya kipindi cha kwanza ndio ametugharimu, lakini vijana wamecheza vizuri. Yes. Mmetoka kwa toa Azam FC, mmeenda kucheza na Simba. Hii mechi inaonekana kama uliona ilikuwa rahisi hivi? Hapana, kwa sababu tulikopita kulikuwa kugumu pia. Tukatoka na Azam nyumbani kwao, kwa sisi tukapata mteremko kidogo kucheza pengine na Mtibwa kwetu. Lakini ilikuwa ni mechi ngumu. Naamini hii mechi ingekuwa ngumu zaidi kama tungechezea ingekuwa rahisi tukichezea Mbeya. Ya mashabiki umbali wa kutoka kule hawajasafiri, ukizingatia miundombinu basi tena kipengele, lakini tungecheza Mbeya ingekuwa kaya. Lakini tuwapongeze vijana, mchezo umeisha vizuri. Tunarudi sasa kuwekeza nguvu zaidi kwenye ligi kuu. Tumeona nyie ndio mlikuwa wa kwanza kupata goli, lakini baadaye tumeona Simba walirudi baada kama dakika 2 na kaweza kuwafunga goli 3-1. Unahisi Simba waliwawini wapi kwenye mchezo wa leo? Nadhani vijana kuwa kwenye mchezo baada ya goli kupata. Baada ya kupata tulie goli, azikupita dakika 2 wakawa wamerudisha. Kwa hiyo walipotuwini nahisi ni ile mipira ya juu. Unajua Simba wengi ni warefu na ile mipira mengi. Nahisi ilikuwa ni mawasiliano tu ya kipa na mabeki zake ndo lakini sio kwamba ni nafasi ambazo zimetengenezwa kitaalamu kabisa zile. Hamna, ila ni mipira ya juu ambayo ni makosa tu ya kimchezo. Lakini kwamba ni nafasi ambazo Simba amezitengeneza, hapana. Okay, Mbeya City tunaiona wapi? Mnahisi mnaweza mkarudi kwenye ligi, maana mnashika nafasi nzuri na tumeona performance ya kwenye ligi daraja la kwanza mnafanya vizuri nyie, Stand United pamoja na Geita pia pamoja na Mtibwa. Tuko vizuri. Sisi ambao wanatupa challenge ni Mtibwa kwa sababu wao ndio wanaongoza sasa hivi na jana wameshinda. Kwa hiyo Mtibwa wao wanahitaji mechi 2 tu ili waweze kurudi ligi kuu. Sisi tunahitaji mechi 3 katika hizo 4 ambazo zimebaki. Kwa hiyo kipengele kikubwa ambacho tuko nacho sisi ni mchezo wetu mmoja tu na Geita. Tukimaliza na Geita tunahitaji ushindi au sare, lakini Polisi ambao tunaenda kucheza nao tunawafunga. Kwa hiyo tunarudi nyumbani kumaliza na Posmo kama sikosei na Green Warriors mechi 2 nyumbani. Kwa hiyo hizi mechi 4 zilizobaki sisi kwetu ni vita, lazima turudi ligi kuu. Wewe ni shabiki wa mpira, unahisi hawa wakubwa wanaweza kukutana huko mbele kwa sababu Yanga anacheza Jumanne, lakini Simba ameshatanguliza miguu yote kwenye hatua nusu finali na msikilizia kati ya Kagera Sugar pamoja na Singida Black Stars? Nahisi kabisa asilimia kubwa. Kwa sababu gani? Simba wa Yanga wanaenda kucheza na nanili ni dhaifu, wale ambao wanaenda kucheza nao pia Stendi. Baada ya Stendi sidhani kama kuna timu za kwanza kuchallenge tena hizi na Pamba au JKT. Kwa hiyo sidhani kama kuna timu ambayo inaweza, labda hiyo Singida, lakini hizi labda ingekuepo Azam kusema labda timu zingine, lakini kwa hizo ambazo zimebaki ni rahisi tu wao kuja kukutana. Na mimi naomba waje wakutane ili hao waliotufunga sisi na wao wafungwe. Mwisho, ahadi yako ya kupiga deki kwenye nyumba Ahmed. Naenda kufanya usafi, sio kufanya deki. Nitaenda na wasiana na sasa deki utanifanya kama nionekane sasa nimekuwa mdada. Naenda kufutafuta tu vioo kwa Ahmed Ally, nitawasiliana naye niende ofisini kwake. Bana, kwa namna ambavyo unaelezea unazijua mechi za timu yako, unajua zinacheza mechi zipi, yani maana yake unafuatilia uzuri kabisa. Ni kwa una tofauti gani na unawaambiaje watu ambao hawasupport timu zao? Kwa sababu mimi sijaona ukisupport Yanga ama Simba. Wewe una Mbeya City yako. Kwa nini na unawaambia kitu gani watu wengine kuhusu kusupport timu zao za nyumbani kabisa? Sasa nahisi ni utamaduni ambao umejengeka kwa muda mrefu sana. Kwa nchi ambazo zimeendelea wao na mpira inakuwa ni sehemu ya maisha yao. Na sisi ambacho tumekosa nahisi ndio hiyo misingi. Kwa sababu gani? Unaona, yani leo hii KMC mtaa, yani zile frame za nje zote zile za KMC zitakiwa kuwa na maduka ambayo yanahusu KMC. Sasa kule umeona kuna watu wameweka vipodozi, wamepangisha tayari KMC wenyewe. Lakini pia Simba kama Simba watakiwa wana uwanja wao, lakini pia wawe na shule, wawe na hospitali. Yani kwa wenzetu kule timu, yani wao maisha yao ya kila siku yanajumuisha na timu. Kwa mfano Southampton ni timu ndogo, lakini mtaa unaotoka ina hospitali na ina shule ambayo wanasoma watoto wao maeneo. Kwa ni rahisi sana kuadapt na kuzipenda timu zile, yani hata ambazo ziko ligi daraja ya kwanza. Kwa hiyo ni ngumu sasa hivi kwanza kuambia Watanzania eti wazipende timu za mikoani kwao, ni wachache sana. Sasa ni kweli kabisa, wewe tangu unapozaliwa unatoka nyumbani kidogo, mahaba nyumbani alikopo ya Yanga au ya Simba? Amna, mimi zamani, sasa mimi nilikokuwa tofauti kidogo. Wakati na kuwa nilikuwa na ishabikia Simba nikiwa mdogo. Usikize story.
Sasa wakati tunacheza mpira tulikuwa tunachezaga Simba na Yanga kule mtaani, tulikuwa tunawafunga sana Yanga. Sasa mimi napendaga ushindani. Mimi nikaamua kuhamia Yanga ili tutengeneze balance timu za pale mtaani. Kwa nikaa na ushabiki fulani tena wa Yanga. Yaani kwa hiyo hizi timu mbili Simba na Yanga mimi kutoka moyoni kabisa kwamba eti ndio timu ikifungwa naumia kama anavyoumia Liverpool ya kufungwa au Mbeya City. Sina. Kabisa. Yaani sina. Namshukuru Mungu. Mbeya City ilifanya vizuri zamani kwenye chaki na Kaseke na nani. Kabla hapo sidhani, yani katika ukuaji wako wewe, sidhani kama ilikuwa kwenye nguvu kiasi hiko. Maana ule support mpira kabisa ule jikuli kwa utaki kabisa. Kwa nyuma hapo. Sasa kwa nyuma nilikuwa nashabikia. Mimi nimeanza kuipenda Liverpool 2004. Kwa nilikuwa naona utofauti wa mpira wa bongo na mbele. Yaani nilikuwa naona hapo uhalisia ni mdogo sana. Ndio maana ulikuwa ulikuwa na Simba wala Yanga? Wewe moyoni kwako? Nilikuwa Simba. Ulikuwa Simba? Nilikuwa sina. Yaani mimi nilikuwa sioni uhalisia zaidi, yani kwamba hizi timu hizi kwamba kweli si unajua huku, lakini kule mbele uwezo kusema eti Fulham wanacheza na Liverpool wakanunua mechi. Yaani kule uwezo kuuza game. Kwa sasa hivi wewe kwenye dabi, wewe si mtu wa mpira. Kwenye dabi unasupport timu gani? Sasa hapo nitasupport Yanga. Si wametufunga na hasira nao hawa.